Kwanza nimshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kuniwafikisha na kutuwafikisha sote kuweza kuhudhuria iftari hii ya Mheshimiwa Meya ndugu yangu Kumbi la Moto. Amefanya jambo kubwa sana leo. Ameweza kutukusanya Waislamu na sio Waislamu kwa ajili ya kuja kufuturu pamoja. Faida yake inapatikana kujuana, kupendana, kujenga mshikamano na umoja katika nchi yetu kwa ustawi wa taifa letu. Lakini niwakumbushe au niwape wasia Waislamu kwamba mwezi wa Ramadhani makumi yake yote matatu, na sasa hivi tuko katika 10 la mwisho, tunaendea kumaliza Ramadhani na kuingia katika kushereheka juu ya mfungo wa Ramadhani kwa kuswali sala ya Eid. Niwakumbushe kwamba kipindi chote ilikuwa tunajifunza mambo mengi. Yani mwezi wa Ramadhani umekuja kama mwalimu au kama chuo kwa ajili ya kutufundisha mambo mengi. Kutufundisha kupendana, kutufundisha ustahimilivu, kutufundisha kuamiliana wenyewe kwa wenyewe kwa wema na kuamiliana na watu wasiokuwa Waislamu vile vile. Mwezi wa Ramadhani umekuja kutufundisha upole, umetufundisha maadili kwamba watu lazima wawe na maadili, jambo ambalo sasa hivi limeingia na mchafuko mmoja mkubwa sana. Mwezi wa Ramadhani umekuja kutengeneza kitu kama hicho, kwa sababu kama nilivyosema ni chuo kikubwa sana ambacho watu wamejifunza mambo mawili makubwa. Nyingine ambalo linaweza kulisisitiza na hilo ni kubwa, linamhusu Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan. Aliyoyafanya ni makubwa sana ndani ya miaka minne. Miaka minne ni miaka midogo sana. Kwa kawaida katika uongozi miaka minne ni miaka ya kujitayarisha, bado hujafanya kazi. Ni miaka mtu anajitayarisha tu kwamba atafanya nini. Lakini Mama Samia Suluhu, Dr. Rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ndani ya miaka hii minne yeye hakuja kujitayarisha, amekuja kufanya kazi. Na akafanya kazi nzuri sana ambayo inaonekana kwa watu wote. Kila mwenye macho hana haja ya kuambiwa. Hakuwa mwenye kuona sawa na mwenye kusikia. Kwa hiyo Mama Samia Suluhu amefanya mambo makubwa sana. Ameweza kujenga mahusiano, amejenga umoja, amejenga mshikamano, ameondosha dhulma. Na lengo ya iftari hii ni maadhimisho ya miaka minne ya Dr. Samia Suluhu Hassan katika nchi yetu na kwa kazi kubwa ambazo amezifanya katika jiji letu la Dar es Salaam. Kwa tukakubaliana kama baraza la madiwani tuweze kumsupport Mheshimiwa Rais kwa kumwombea dua, lakini bahati nzuri tumeweza kuvialika vituo vya watoto yatima ambapo ndio wamefanya kazi hiyo kumwombea dua Mheshimiwa Rais. Sisi kama jiji tumefarajika zaidi ya bilioni 317 na milioni 200 ameweza kutuletea katika miradi ya maendeleo ya elimu, afya, lakini pamoja na miundombinu. Kwa hiyo sisi tukasema tufanye dua hii maalum. Kwa hiyo nimshukuru mufti wetu wa Tanzania kakangu Bakari Zuberi kwa kuweza kuacha mialiko yote na kusema kujumuika nasi katika dua hii muhimu sana. Lakini katika miradi ambayo aliyoleta ndani ya jiji, nichukue nafasi hii ya kumpongeza na kumshukuru sana mkurugenzi wangu wa jiji letu la Dar es Salaam, ndugu yangu Eli Ruma, kwa kweli anachapa kazi sana. Katika miaka yote hii ya Mheshimiwa Rais Daktari Samia Suluhu Hassan, miaka minne, ambaye na sisi leo hii tuko hapa kujumuika na mufti na shehe mkuu wa Tanzania kumwombea dua rais wetu, kwa sababu kuna kazi kubwa ambayo imefanyika. Na hii kazi kubwa ambayo imefanyika hatuwezi kubeza kazi kubwa ambayo nyinyi waandishi wa habari mmeifanya katika wilaya yetu, lakini katika mkoa wetu wa Dar es Salaam. Hivyo nitumie nafasi ya kwanza kuwashukuruni nyinyi ambao mmeitikia wito wa mstahiki meya wa jiji la Dar es Salaam kwenye kushiriki kwenye hii iftari ya leo, lakini sambamba na kumwombea dua rais wetu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Lakini la pili ni kumshukuru Mungu kwa kutupata rais. Tumempata rais mzuri, rais bora kuliko marais wote ambao mnaweza kusema wa bara la Afrika. Tunaye rais mzuri sana ambaye katika kipindi chake cha miaka minne mambo makubwa yamefanyika. Ukija kwenye wilaya yetu ya Ilala, katika kipindi cha miaka minne tumepokea zaidi ya bilioni 317 ambazo zimeenda kwenye miradi mbalimbali. Ukienda kwenye elimu msingi zaidi ya bilioni 20 zimepelekwa kule. Lakini ukienda kwenye elimu sekondari zaidi ya bilioni 32. Lakini ukienda kwenye masuala ya barabara, ndugu zetu wa TARURA, Mheshimiwa Rais tulikuwa tunapata huko zamani shilingi bilioni 5. Katika kipindi cha mwaka mmoja tu Mheshimiwa Rais ameongeza kutoka bilioni 5 mpaka sasa tunapokea zaidi ya bilioni 20.